أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل كل شيء بلا ابتداء، والآخر بعد كل شيء بلا انتهاء، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tukiwa bado tunaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi huu wa Ramadhan, mwezi uliojaa baraka, mwezi uliojaa huruma, lakini mwezi ambao ni mwezi wa msamaha. Kwa hiyo tunaendelea kuzidisha dua, tunaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo mbalimbali. Sisi ni wanadamu, kuna mengi tunapitia, kuna mengi yanatukumba, tunaghafilika, tunasahau, inafikia hatua tunamsahau hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni jambo zuri kukumbuka dua, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku hii ya leo, siku ya 9 ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, tutasoma kwa pamoja. Tutamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa pamoja kwa dua hii: Allahumma ja'al li fihi nasiban min rahmatikal wasi'a, wahdini fihi libarahinika as-sati'a, wa khudh binasiyati ila mardatika al-jami'a bimahabbatika ya amal al-mushtaqin. Dua hii inaombwa leo siku ya 9 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamwambia: ewe Mola wangu, Allahumma, ewe Mola wangu, ewe muumba wangu, ewe mlezi wangu, ij'al li fihi nasiban min rahmatikal wasi'a. Na kuomba ya Rabbi, uniwekee fungu, uniwekee japo fungu min rahmatikal wasi'a, kutoka katika rehma yako, kutoka katika huruma yako, huruma ambayo ni wasi'a, huruma ambayo ni pana, huruma ambayo inawaenea watu wote, wawe ni waovu, wawe ni wema, wanaongezewa katika mafungu yao ya huruma. Mwenyezi Mungu anawahurumia mara nyingi zaidi. Lakini ya Rabbi, katika hiyo huruma yako iliyoenea, iliyokuwa pana, basi ya Rabbi, nitengee fungu la huruma na mimi unihurumie. Wahdini fihi libarahinika as-sati'a, lakini ya Rabbi niongoze, ya Rabbi niongoe katika mwezi huu wa Ramadhan, libarahinika as-sati'a, kwa dalili zako zilizokuwa wazi, dalili zako zilizokuwa nzuri, dalili zako zinazoeleweka. Ya Rabbi, nakuomba uniongoze huko. Wa khudh binasiyati ila mardatikal jami'a, ya Rabbi nichukue, ya Rabbi nichukue ila mardatikal jami'a, niingie katika radhi zako. Aljami'a, radhi zako. Mtu akishaingia katika radhi zako ya Rabbi, kuna nini anategemea? Ukishamridhia ya Rabbi, kuna lipi bado analitaka zaidi ya radhi zako ya Rabbi? Kwa hiyo ya Rabbi, nakuomba unichukue, uniingize katika radhi zako, bimahabbatika, kwa mapenzi yako, kwa huruma yako, kwa uzuri wako, ya amal al-mushtaqin,
ewe tegemeo la wale wenye kupenda, ewe tegemeo la wale wanaokupenda. Kwa hiyo ya Rabbi, na mimi nakupenda. Ya Rabbi, nijalie, nitengee fungu katika huruma, katika rehma yako iliyokuwa pana, lakini vile vile niongoze kwa dalili zako zilizokuwa wazi, lakini vile vile ya Rabbi, nichukue uniingize katika radhi zako, niridhie ya Rabbi, lakini ya Rabbi niridhie kwa mapenzi yako, niridhie kwa upendo wako. Yawezekana ikawa nayafanya ni mazuri lakini haujaridhia, lakini ya Rabbi, kwa sababu ni mimi mja wako nimekuomba, ni mimi mja wako na kulilia, basi ya Rabbi, kwa mapenzi yako na kuomba uniridhie, na kuomba unijalie haya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Walhamdulillahi Rabbil alamin.